Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Al-Aqsa Media Online, karibu kwenye kipindi hiki maalum ambacho tunazungumzia mazungumzo ya ndoa. Jina langu ni Shaban Mwinyi Kayoka. Leo tunazungumza mada ambayo watu wengi wanaiacha kimya, lakini inaumiza familia nyingi. Mada hiyo ni umuhimu kwa wanandoa kuridhishana ili ndoa idumu. Mungu alipoumba dunia na alipounganisha mwanaume na mwanamke, moja ya malengo ilikuwa wao wawe marafiki wa karibu, wawe mwili mmoja. Sehemu ya urafiki huo ni tendo la ndoa. Sio dhambi, ni baraka ndani ya ndoa. Tatizo linatokea pale mmoja anaridhika, mwenzake anabaki na kiu. Ndoa inaanza kuwa baridi. Na pale moyo unapokosa joto nyumbani, shetani hutafuta mlango mwingine nje. Kwa hiyo wanandoa wanaweza kufanya nini? Kwanza, ongea bila aibu. Kitanda cha ndoa si mahali pa kujificha. Mke, mwambie mumeo upendavyo. Mume, mwambie mkeo upendavyo. Mnapoongea kwa upendo, hamhukumu ndoa, bali inakuwa imara sana. Jambo la pili, jifunze kwa ajili ya mwenzako. Ndoa si wewe tu. Uliza swali, mpenzi wangu, nifanyeje ili upate furaha zaidi nami? Swali hilo pekee linatoa upendo mkubwa. Muda na subira, hilo ni jambo la tatu. Wanaume na wanawake tumeumbwa tofauti. Mke anahitaji muda wa mapenzi ya maneno kwanza. Mume anahitaji uelewa. Peaneni subira ninyi kwa ninyi. Jambo la nne, ombeni pamoja. Muombeni Mwenyezi Mungu awafundishe upendo wa kweli. Ndoa isiyojumuisha Mungu huisha nguvu katikati ya njia, au kwa maneno mengine tunaweza kusema huisha kabla haijaanza. Ndugu zangu, kusudi si kujifurahisha tu. Kusudi ni kulinda ndoa yako. Mtu aliyeridhika na kupendwa nyumbani hawezi kutafuta mapenzi mtaani. Kumbuka, ukimya ndio adui yako katika ndoa. Ongea, sikiliza na jitolee kwa mwenzako. Ukifanya hivyo, unajenga ukuta imara dhidi ya usaliti. Asante kwa kusikiliza. Kama una swali au maoni, tuma kupitia namba 0715 439740. Tunane kesho na mada nyingine ya kujenga familia. Hii ni Al-Aqsa Media Online. Tujenge familia imara, familia moja kwa wakati imara. Na kutakia usikilizaji mwema wa Al-Aqsa Media Online. Tuonane wakati mwingine. Wabillahi taufiq.